mechi ambayo kama alivyosema Mpoma inakushangaza shots on target, lakini uligusia ili kwamba hakuna ule ubora. Mpira unachezwa tu katikati, unapelekwa pembeni. Ila timu zote zikuonyesha ule umakini wa kutosha. Hatuwezi kusema kama ni fatiki. Sio fatiki. Ni kuogopana na kuheshimiana kwa kupitiliza. Ndio kunaleta takwimu hizo. Ama walimu waliishiwa mbinu. Sio mbinu. Yaani kuna lugha nzuri ambayo hapo iko vizuri. Kuna lugha nzuri ambayo inaweza ikawa sahihi kwa upande wa msikilizaji. Zidiana sana kwenye upande wa kufuatiliana ubora wako na udhaifu wako. Pale nasema kila mmoja ameweza kummaster mwenzie. Haya matokeo kwa upande wa Vipers tunasema ni bahati nasibu imetokea kwa upande wao. Lakini matokeo ambayo yalistahili kabisa ni sare. Ni matokeo sana ambayo hakuna mtu yote ambaye angeweza kuyashangaa kwa sababu ya nafasi ambazo umetengeneza, matarajio ya goli, XG, expectation goal, inaweza kuleta picha kwamba timu gani inaweza kupata goli au hii mechi itakuwa na idadi gani ya magoli. Haukuona kwa upande wa Vipers wala haukuona kwa upande wa Gor Mahia, kwa sababu kiangalia namna ambavyo wametengeneza nafasi ni chache. Cross zilikuwa chache, passes za mwisho zilikuwa chache, matumizi ya mchezaji mmoja mmoja bado hatukuyaona kwa asilimia kubwa. Japo Gor Mahia walifanya mabadiliko ya wachezaji wengi, wachezaji karibia watatu kwa mpigo. Nilitarajia kwamba mabadiliko yanaweza kuleta mabadiliko ndani ya uwanja, mabadilisha wachezaji, lakini ndani ya uwanja vipi? Bado ya kuonekana. Wakabaki na mpango kazi wao kwamba tufunguki, yani tutawashambulia Vipers kwa kuwastukiza ili tuweze kuwafunga kwa makosa binafsi ambayo wanaweza kuyafanya, lakini bado hawakufanikiwa. Vipers wao wakaamini kwamba katikati kumekuwa kugumu, hakupitiki. Njia pekee ambayo tunaweza tukaipita ni pembeni, na goli ndo goli ambalo wameenda kulipata. Kwa hiyo mechi imekuwa ngumu kwa sababu timu zote mbili zimesomana sana. Timu zote mbili zimekaa chini kujiassess kwamba wapi ambapo mwenzetu ubora wake ulipo. Ndio maana mechi imekuwa ya kuboa. Nakumbuka kuna finali ishakuwa design hivi, yani timu zote mbili zilikuwa zimesomana kwa kupitiliza. Ndio maana yake finali haikunoga wala haikuwa na ladha yoyote, kwa sababu kila mmoja alikuwa anamwogopa mwenzie na kuheshimu mpango kazi wa mwenzie. Mechi hizi kitu pekee ambacho kinaweza kubadilisha matokeo ni hizi moment chache: cross, goli, kona, free kick, ndio matokeo yanaweza kubadilika. Lakini kwa upande wa nafasi baada ya nafasi hatukuona. Maana yake mechi ingeendelea kuwa hivi maana yake ingeisha sare. Tunaona juhudi binafsi ya mchezaji. Unajua kufunga goli la kichwa unasema ni kitu cha ziada ambacho mchezaji anaweza kukupa. Asilimia kubwa hata sifa za washambuliaji wengi, uwezo wa kufunga vichwa ni washambuliaji wachache sana, tofauti na washambuliaji ambao wanaweza kufunga na mguu wa kushoto au na mguu wa kulia. Kwa hiyo ukitazama hata goli ambalo limefungwa kwa njia ya kichwa, imepigwa cross ubavu wa kulia. Maana yake tunamsifu mfungaji. Cross imepigwa vizuri, sababu cross zimepigwa nyingi, lakini cross imepigwa vizuri. Yeye pia ameweza kujiposition sehemu sahihi na kupeleka mpira wavuni kwa kutumia kichwa. Ni nafasi ambayo ilikuwa ni adimu. Shoot on target moja na hilo linaenda kuwa goli. Maana yake ni ufanisi wa hali ya juu. Ni mara chache sana kutokea, kwa maana utengeneza nafasi moja ambayo inaenda kulenga goli, alafu na hiyo nafasi hiyo unaenda kupata goli. Sawa. Ni ufanisi wa hali ya juu. Kwa hiyo unaweza kumsifu mchezaji na kusema kwamba ilikuwa bahati kwa upande wa Vipers, lakini kwenye upande wa mchezo haukuwa mzuri, kwa sababu timu zote mbili zilikamiana, zilisomana sana, na hakuna upande wote ambao unasema huyu alizidiwa kimbinu. Kwa maana Vipers hakuzidiwa kimbinu wala Gor Mahia hakuzidiwa kimbinu. Ni bahati na uwezo binafsi ndio umeenda kuamua matokeo kwa upande wa Vipers kupata goli moja. FM